Kwa majina ni Sheikh Abu Qatada, chairperson wa Pwani Patriotic Religious Leaders. Tumekusanyika hapa kwa pamoja baada ya kupigwa na butwa kama jamii ya Kiislamu kutokana na rule ambayo kwamba ilifanyika jana katika Supreme Court. Ni rule ambayo kwamba imewezesha mtoto wa nje ya ndoa naye awe ni mwenye kurithi kama mtoto wa halali ama mtoto aliopatikana kwa utaratibu unaotambulika kisheria. Tunaomba kama jamii ya Kiislamu, nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo kwamba inajali dini zote na inaheshimu dini zote na imepatia kila raia wa hii nchi uhuru wa kuabudu. Na katika uhuru wa kuabudu katika dini yetu, mambo ya familia ni katika mambo ambayo kwamba Uislamu umeupatia kipaumbele. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu vile vile katika hii nchi imempatia kadhi wetu madaraka ya haya mambo matatu: mambo ya ndoa, mambo ya talaka na mambo ya urathi. Katika hili tunaomba awachiwe chief kadhi, kwa sababu ana hukumu kama Uislamu unavyotakikana. La sivyo tutaona hii ofisi ya chief kadhi ni kama kivuli, haiwezi washa wala haiwezi kuzima. Tunaomba Supreme Court iweze kureview hii hukumu ambayo kwamba imetolewa siku ya jana, kwa sababu pia tunachelea isije siku za usoni ikasababisha labda maafa zaidi ama umwagikaji wa damu, kwa sababu ni masala ambayo kwamba inagusa imani, inagusa dini yetu ya Uislamu. Ni sheria ambayo kwamba hakuiweka mwanadamu, ni sheria aliyoiweka Muumba wa mbingu na ardhi. Mambo ya urithi ni mambo ya Uislamu na imewekwa katika Qur'an namna ya kufuata mambo yale, na sisi hatuwezi kubadilika na kupata sheria nyingine yote juu ya hiyo. Miaka yote tumeishi na sheria hizi na alhamdulillah tumekaa vizuri na wenzetu ambao sio kwa Waislamu, na hizi sheria hazikuwahi kuwagusa wenzetu ambazo kwa sio kwa Waislamu kwa vyovyote vile. Hatuoni kwa nini sisi tunaingiliwa katika dini yetu na katika mambo ambayo yanatuhusu sisi kwa jumla. Supreme Court si mara ya kwanza kutukosea sisi. Hivi karibuni walipitisha mambo ya LGBTQ na tulijaribu kupinga hapa sana, wakapitisha kupitia madirishani mlango wa nyuma, ambao ni makosa ki-constitution. Hii pia ni makosa constitutionally, kwa sababu ni issue ambayo lazima iwe debated, ipitie parliament, ipitie kwa watu consensus, watu waamue watakaolofanya. Sisi tumesimama hapa leo kusema kwamba japokuwa ni Waislamu wamesimama hapa, lakini tuna watu katika members katika group zetu ambao si Waislamu pia wako na sisi, wanasema kwa jambo hili sisi pia tukulipendelea, na ni haki yenu kama Waislamu msimame mpinge jambo hili. Tunasimama leo, tunatuma hii message kwa Supreme Court. Hili jambo walifanya ni makosa sana katika dini yetu, na ikiwezekana waweze kuliconsider tena. Na sasa tunatuba kwa serikali na viongozi wetu wa serikali ni kwamba hili jambo linakawaza Waislamu, na tumeishi kwa usalama miaka mingi, na hatutaki mambo yote madogo madogo haya yatakokuja kutuleta tena kuanza kuingilia mambo ya kutafaruki za dini. Hatuko tayari kwa mambo ya kutafaruki za dini. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tumepata haki yetu kama Waislamu. Hii ni haki ya msingi. Tuna haki tatu kubwa tu katika haki za sheria za Kiislamu. Kwa hivyo tuna chief kadhi. Kwa nini tuna chief kadhi court? Why is the chief kadhi court and then Supreme Court is overruling the chief kadhi? Hawajui sheria watu wa Supreme Court, their own constitution, na constitution haiwezi kwenda kinyume na dini ya Kiislamu, kwa sababu constitution has amendments in it and it can be amended, but there are some things they not be touched. Sasa kwa hivyo hii tunatoa kama ni mstari wa mwanzo, kitu ambacho sisi Waislamu hivi sasa tumekuja kuzungumza in a fair way to give the information to the Supreme Court that now you've passed the borders. Sisi Waislamu kuna mambo hamwezi kuingilia kama Supreme Court. Haya ni mambo ya sheria, na sheria lazima iko kwenye Qur'an, na sisi ndio tufuata Qur'an na sheria zake. Kwa hivyo Supreme Court does not come, constitution cannot change the Quran. Napenda kuiarifu Supreme Court kuwa Quran imeteremka 1400 years ago na mpaka leo tuko nayo, na napeleka hii message kuwa Uislamu is untouchable.